Karibuni tutafakari tena pamoja, hasa katika kipindi hiki cha Majilio, ambapo tafakari yetu inasema Yesu atakuja tena. Ujumbe wetu wa leo unasema Yesu alikuwa mtoto halali wa Yosefu, ijapokuwa Yosefu hakumzaa. Vilevile Yesu alizaliwa nyumbani kwao akina Yosefu. Tafakari ya leo inatukumbusha ya kuwa Yesu alizaliwa Betlehemu kwa Bikira Maria na kwamba Yosefu alikuwa baba halali wa Yesu ijapokuwa hakumzaa. Ni kwa nini tunasema hivyo? Ni kwa sababu Yosefu alipewa na Mungu jukumu la kumpa mtoto Yesu jina, kama tunavyoweza kusoma katika Mathayo sura ya 1 mstari wa 21. Na hii inathibitisha uhalali wa ubaba wake kwa Yesu. Maana yake, kwa Yosefu kukubali jukumu la kumpa mtoto Yesu jina, ina maana kwamba Yosefu hakumchukulia Yesu kama mtoto wa kufikia au hakujiona kama baba mlishi tu wa Yesu, bali alimwona Yesu au alikuwa kwa Yesu kama baba kamili ijapokuwa hakumzaa. Pili, Yesu alizaliwa nyumbani kwao na akina Yosefu na alichukua ubini wa Yosefu au ukoo wa Daudi. Jambo hili linaonekana wazi katika mazingira aliyozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alizaliwa wakati Maria na Yosefu walipoenda kuandikishwa katika daftari la ukoo wa Yosefu kufuatia amri ya Kaisari Augusto. Maandiko yanasema watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareti, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Betlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari na jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Hii tunaisoma katika Luka mtakatifu sura ya 2 mstari ule wa 3 mpaka ule wa 5. Baadhi ya waandishi na watu wengine wanadai kwamba Bikira Maria alienda kuandikishwa kwa kuwa naye alikuwa wa ukoo wa Daudi. Ni kweli kuwa Bikira Maria alikuwa wa ukoo wa Daudi kama ilivyokuwa kwa upande wa Yosefu. Mwandishi Luka ndiye anaelezea ukoo wa Mariamu mpaka kwa Daudi kwa kupitia Nathani. Lakini mwandishi Mathayo yeye anaelezea ukoo wa Yosefu kupitia Suleimani mpaka kwa mfalme Daudi. Na hii tunaweza tukasoma katika Luka mtakatifu sura ile ya 3 mstari wa 23 mpaka wa 38, na vilevile Mathayo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka ule wa 17. Kwa hiyo kwa vyovyote vile Yesu alikuwa wa ukoo wa Daudi kwa kupitia kwa mama yake na kwa kupitia kwa baba yake wa duniani. Lakini Mariamu hakwenda kuandikishwa Betlehemu eti kwa kuwa yeye alikuwa wa ukoo wa Daudi. Na hii ni kwa sababu Mariamu hakutokea Betlehemu, bali aliandamana na mumewe kama tulivyosoma katika Luka mtakatifu, ili aandikishwe kama sehemu ya familia ya Yosefu. Na hii inathibitisha pia kwamba Mariamu alikuwa mke halali wa Yosefu. Vilevile zamani za Uyahudi, ukoo ulitazamwa zaidi kwa upande wa wanaume.
na hii inaonekana wazi katika maandiko ya Biblia tangu mwanzo, wakati wa Adamu. Hivyo basi, Yosefu aliwajibika kujiandikisha yeye na familia yake mjini kwake. Sasa basi, kwa vile Yesu alizaliwa wakiwa huko Betlehemu, bila shaka Yesu naye aliandikishwa katika daftari la ukoo wa Yosefu kama mtoto wake halali, ijapokuwa Yosefu hakumzaa. Lakini hebu tuangalie kwa undani mazingira aliyozaliwa Yesu. Mara nyingi mazingira ya kuzaliwa Yesu yanaelezwa tofauti na maandiko matakatifu yanavyotueleza. Masimulizi mengi yanaeleza ya kuwa wakati Mariamu alipotaka kujifungua yeye na mumewe, eti walitafuta chumba katika nyumba za kulala wageni wakakosa. Masimulizi haya yanaeleza kuwa Yosefu na Mariamu walipita nyumba moja baada ya nyingine kutafuta chumba cha kupanga, lakini vyote vikawa vimejaa. Lakini hakika maelezo haya hayapo katika maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu hayasemi hivyo. Vilevile kuna masimulizi kwamba Yosefu na Mariamu walipokosa vyumba katika hizi nyumba za wageni, waliamua kuelekea kwenye pango la kutunzia wanyama. Hivyo eti Yesu alizaliwa pangoni. Lakini sio hivyo, kwa sababu Yosefu na Mariamu walienda mjini Betlehemu, na kama walikuwa mjini ili waweze kuingia katika pango la kutunzia wanyama, maana yake ingekuwa ni mwendo wa kutoka katika mji mpaka nje ya mji kutafuta pango na waweze kukaa katika pango hilo. Lakini ni hakika kwamba Yesu alizaliwa nyumbani kwao au kwa jamaa yake Yosefu, lakini alizaliwa katika hori ya kulia wanyama. Nirudie tena kusema, ni hakika kwamba Yesu alizaliwa nyumbani kwao au kwa jamaa yake Yosefu, lakini katika hori ya kulia wanyama. Hebu kwanza tutazame maandiko matakatifu yanasemaje. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Yosefu alikwenda kuhesabiwa pamoja na mkewe Mariamu ambaye alikuwa mjamzito. Na hii tunaisoma katika Luka Mtakatifu sura ya pili mstari ule wa 5. Maandiko yanaendelea kusema hivi katika mstari ule wa 6: walipokuwa huko, maanake huko Betlehemu, siku yake ya kujifungua ikawadia. Luka Mtakatifu sura ya pili mstari ule wa 6. Sasa utaona maandiko yanathibitisha kuwa tayari Yosefu na Mariamu walikwisha kufika na kukaa Betlehemu kwa muda. Usisahau neno walipokuwa huko, kama tunavyosoma katika Luka Mtakatifu sura ya pili mstari ule wa 6, naposema walipokuwa huko Betlehemu, siku yake ya kujifungua ikawadia. Betlehemu ni nyumbani kwao Yosefu, ijapokuwa yeye aliishi Nazareti. Sasa haimaanishi kuwa ndugu zake au jamaa zake Yosefu wote nao walihama Betlehemu. Haimaanishi kuwa ndugu zake au jamaa zake wote nao walihama
Betlehemu. Hivyo basi, Yosefu hakuwa na haja ya kukaa nyumba za wageni za kupanga, bali alikaa kwao au kwa jamaa zake ambao walibaki nyuma Betlehemu wakati yeye alivyoenda kutafuta mjini Nazareti. Mfano mzuri ni ule wa Wachaga hapa Tanzania. Wale Wachaga wanaokaa miji mingine wanaporudi makwao Kilimanjaro kuhesabiwa wakati wa Noeli, ndivyo tunavyosema, wanaelekea wapi? Wengi wao wanaelekea manyumbani kwao au wanaelekea kwa jamaa zao. Yosefu naye alielekea makwao au kwa jamaa zake. Sasa iweje Yesu alizaliwa katika hori la kulia ng'ombe, ikiwa kama Yosefu na Mariamu walikuwa nyumbani kwa Yosefu au kwa jamaa zake Yosefu? Tutaona jambo hili katika tafakari itakayofuata. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto wa kiume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu Mwenye Nguvu, Baba wa Milele, Mfalme wa Amani. Isaya sura ya 9 mstari wa 6. Tumsifu Yesu Kristo.